عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال kutoka sahaba Anas ibn Malik Allah amridhia amesema kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam idha dakhala al-khalaa atakapoingia chooni. Na al-khala hapa ilitamko asili yake sio jina la choo, asili yake ni jina asili yake sio choo. Ndio maana Sheikh Fauzani akasema al-khala'u al-muradu bihi al-makanu alladhi tuqda fihi al-haja, ni ile sehemu ambayo hukidhiwa ndani yake sehemu hiyo haja. Sumia khala'an, imeitwa khala' li'annahu, kwa sababu sehemu hiyo yakunu khaliyan minan nasi, inakuwa imetengana na nini, na watu. Thumma sara yutlaqu ala al-khariji nafsihi min babil kinaya, kisha ikawa vile vile huitwa hata nje ya hiyo sehemu katika upande wa kinaya, kama sumia al-ghaitu ghaitan, kama ilivyoitwa al-ghaitu ghaitan. hivyo ma'al ilmi bi anna al-ghaita asluhu al-makanu al-munkhafid, pamoja na kujua kwamba al-ghait asili yake ni sehemu iliyokuwa ya chini. Walamma kana min adati an-nasi 'inda qada'i al-haja, na pindi pale ilipokuwa miongoni mwa desturi na ada za watu wakati wa kukidhi haja, an yadhhabu ila makanin munkhafidin, waende wao kwamba huenda katika zile sehemu zilizokuwa zimeinama, liyastatiru bihi, ili wajisiri kupitia sehemu hiyo. Summiya al-khariju ghaitan, kikaitwa kile kilichokuwa nje pia ni al-ghait, min tasmiyati shay'i bismi makanihi, ni katika ule upande wa kuliita jambo kupitia jina la sehemu yake. Hivyo al-ghait ni ile sehemu ambayo hutokea hiyo al-ghait, na al-khala asli ni ile sehemu ambayo mtu hukidhi haja, na mimbabi tasmiyati shay'i bismi makanihi. Wadaa khatamahu, iko mtume akiweka pete yake, alikuwa akiweka pete yake kwa sababu pete ya mtume ilikuwa na jina la Allah. Kwa hiyo kile kitendo cha kuingia sehemu ya kukidhi haja na kitu chenye kuwa na utaji miongoni mwa utaji wa Allah subhanahu wa ta'ala haifai. Akhrajahu al-arba'a wa huwa ma'lul, hadithi ni ma'lul, imetwa illa. Amepokea maimamu al-arba'a, tuelezea kina nani, lakini sasa hivi kwanza niendelea mbele, nitauliza tena. Wa anhu, na kutokokea Anas radhiyallahu anhu wallahu amridhie, qala misma kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam idha dakhala al-khalaa, atakapoingia yeye chooni, qala husema Allahumma, ewe Allah, inni a'udhu bika, yangu mimi najikinga kupitia wewe, najikinga kwako wewe, minal khubthi wal khaba'ith, na pia yafaa kusema minal khubuthi wal khaba'ith, hivyo kutokamana na mashetani ya kike na mashetani ya kiume, malivyokuwa hilo limeelezewa na Sheikh Fauzani. Nasema yafaa akatoa maelezo kusema al-khubuthu bi dhammi al-ba'i wa taskiniha, ima al-khubuthu au al-khubuthu, yafaa hivyo. Wa hiya bi dhammi, na hapa kwenye tamko imekuja kwa dhamma. Jam'u, wa hiya bi dhammi jam'u khabith, ni wingi wa neno khabith. Wa huwa shaytan, naye ni shaytan. Falkhubuthu ash-shayatin, falkhubuthu ash-shayatin, al-khubuth ni yale majini, mashetani ya kiume
Amma bitaskin, ama kukutia sakna vile kusema kwamba alkhubthu falmuradu bihi shar, maksudi yake ni shari. Kwa hiyo kuna alkhubthu, wanajikinga kwa yeye Allah kutokana na shari, au useme alkhubuth kutokana na mashetani wa kiume. Walkhabaith, ama ili tamko walkhabaith inathu shayatin, ni mashetani ya kike. Jamu khabitha, ni wingi wa neno khabitha. Fahuwa isti'adhun min dhukurani shayatin wa min inathihim. Wa ilo tamko ilo Allahumma inni a'udhu bika min alkhubuthi walkhabaith, ni kutaka hifadhi kwa Allah subhanahu wa ta'ala kutokamana na mashetani wa kiume kadhalika na mashetani wa kike. Akhrajahu as-sab'a. Wa anhu, na kutoka kwa Anas ibn Malik. Ni kwa sababu gani hizi hadithi kapokea sana Anas? Sababu gani? Naam, ahsantum. Kwa sababu alikuwa yeye ni khadimu Rasulillah, alikuwa ni mtumishi kama mtumishi wa ambaye akimsaidia kazi mtume. Ndio maana ile mambo ya ndani anayajua zaidi. Kwa ikatakiwa pia inatakiwa kwamba hata mtu akiwa ama house boys ama house girls atakiwa awe mwaminifu. Kuna mambo ya watu ambayo yeye huaminiwa nayo kwayo, huaminiwa hayo mambo nayo kwayo. Kwa hiyo mwaminifu hasa mambo ya ndani, si akafichua siri za watu. Ni khiana hiyo, ni khiana. Na sio hayo tu, kuna baadhi ya mambo yote aslan yahitajia watu waaminifu, hayataki watu ambao ni watu wa khiana. Ila kuna baadhi ya mambo yataakadika zaidi wale ambao wanayasimamia hayo mambo wawe waaminifu. Mfano, dokta atakiwa mwaminifu sana na sio mtu wa khiana, bilkhusus anayezalisha wake zetu, mama zetu, dada zetu au shangazi zetu au watoto wetu wa kike. Kwa maana vyovyote vile yeye awe mwaminifu. Kuna baadhi ya mambo ambayo yatakuwa ni kama aibu kwa ule mtu, aslan ni aibu, kwa sababu sehemu ambayo pengine haijawahi kuonekana na viumbe zaidi ya wazazi wake na mumewe, anakuja kuonesha wewe. Sasa kuonesha wewe inabidi uwe mwaminifu sana, uache khiana, si jambo dogo. Na ile sio kwamba anakuonesha wewe kwamba labda hivi tatawuan au tu ikhtiyaran, kaamua tu kuonesha. La, dharura wadharuratu tuqaddaru biqadariha, wadharuratu tuqaddaru biqadariha. Asili yake kufitua uchi haifai, asili yake ni hivyo. Lakini wa kullu mahdhurin ma'a dharura biqadri ma tahtajuhu ad-darura, kila jambo ambalo la haramu likiambatana na dharura litafanywa kwa kiasi cha ile dharura ilivyo. Akishajifungua kusema kwamba umuone tena, ule haramu unarudi pale pale. Dharura ishaondoka tayari, ile hukumu ya dharura imeondoka kwa sababu illa yake haipo. Wala hukumu yaduru ma illatihi wujudan wa adaman. Sehemu nyingine kwenye kuosha maiti, ya baadhi ya sehemu tu kuosha maiti hakutakiwi kuingia watu ambao ni khainun au khawana. Mtu akishajiona kwamba bwana sifa basi asiingie, na familia ndio maana ikatakiwa ilisimamie jambo la kumuosha mtu wao. Hivyo ile masala ya kusema kwamba eti kuna shekhe wa kijiji ndiye muoshaji, yale aslan sio aslu sunna, bali ni khilafu sunna mambo yale. Labda ikitokea watu hawajui, na ndio maana kupitia mambo hayo ikafikia hatua kwamba yote hayo yamefanywa kimakosa kwa sababu watu hawafuati sheria. Na kutoka kwa Anas radhiallahu anhu qala, amesema kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, alikuwa mtume sallam yadkhulul khalaa, ingia chooni, fa ahmilu ana wa ghulamun nahwi, nabeba mimi. Baada ya mtume yeye kwamba anashaingia chooni, kubeba mimi na kijana mfano wangu, idawatan min ma'in wa anzatan au anazatan, nabeba mimi chombo cha maji na kijifimbo, chombo cha maji
na kijifimbo. Na wametofautiana wanachuoni kwamba ile fimbo ambayo mtume alikuwa akipelekewa wakati wa kukidhi haja ilikuwa anafanyia nini. Sheikh Fauzani Allah mhifadhi anasema wal hikmatu min hamli al-anaza an yad'a 'alayha thawban yasturuhu idha arada qadaa hajatihi au an yattakhidhaha sutratan indama yuridu an yusalliya. Kwa maana kwamba hikma hii ya kule kubeba fimbo ni kule kuwa alikuwa akiweka nguo yake juu ya hiyo fimbo ambayo hiyo nguo itamstiri yeye ya kijifimbo kidogo, wakati ambapo yeye anataka kukidhi haja, au anaifanya hiyo fimbo ni sitra akitaka kuswali. Hizi ndio kauli ambazo ni zenye kuwa na upande wa kumili kwenye uraji katika sababu miongoni mwa sababu za mtume kupelekwa fimbo wakati wa kukidhi haja. Fayastanji bilma, mtume alikuwa kistanji kupitia maji. Na al-idawatu al-ina'u as-saghiru min al-jildi yutakhadhu lilma, sema na al-idawa ni chombo kilichokuwa kidogo ambacho ni cha ngozi, hufanywa kwa ajili ya kubebea nini? Maji, kuchukuliwa kwa ajili ya kubebea maji. Wal anaza aswan tawilatan fi asfaliha zijjun karumhi wa yuqalu rumhun qasirun. Hivyo au ni maelezo ya kuelezea hilo, kwani fimbo ndefu hiyo, fimbo ndefu. Muttafaqun alayhi.